Matereka, mambo vipi bwana? Asi mambo safi kabisa. Mambo yanaenda? Nakwenda mambo kama alivyopangwa. Kama alivyopangwa. Kabisa. Bwana, jana pale Meja Jenerali Samuel kwenye mchezo wenu dhidi ya watani zenu Young Africans, kumekuwa na masuala mengi sana ya kimichezo siku ya jana. Moja ya masuala ya kimichezo ni kuhusiana na Young Africans wanaambiwa kwamba walivalia nguo zao nje ya uwanja. Lakini sambamba na hilo kuna mambo ambayo yameweza kufanyika katikati ya uwanja kabla mchezo. Kuna vimiminika vilikuwa vikimwagiwa mle uwanjani, mambo ambayo kidogo watu wengi wameanza kuyahoji sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, kulikoni haya mambo yafanyika. Lakini kubwa zaidi la Kratos Chota Chama, goli lake limekuwa bora sana katika ligi kuu ya NBC Premier League. Tuanze na Young Africans. Vipi bwana? Kitendo chao cha kuvalia nguo zao nje kila siku huwa nasema uchawi huwezi kuzuia Afrika. Kwa timu za Afrika huwezi kuzuia uchawi. Na hata wiki mbili nyuma nilisema kwamba Yanga wanaongoza kwa kuloga. Na kwa nini nasema Yanga wanaongoza kwa kuloga? Hata ukiangalia kwenye printing match kati ya Yanga na Simba, sawa, Shabala amekuja kwenye printing match anakula paja la kuku. Wakaongea na waandishi wa habari. Ile peke yake uchawi ulianzia maeneo hayo. Maana wewe kuongea na waandishi wa habari afu unashika paja la kuku na kula kuongea na waandishi wa habari. Ina maana ile paja lina mambo fulani limefanya, limewafumbaza waandishi wa habari wote pale ile paja. Hilo la kwanza. Kwa hiyo uchawi wako umeanzia nje ya uwanja mpaka ndani ya uwanja. Na ndio maana wakaogopa kubadilisha nguo vyumbani, kubadilisha nguo nyumba ya jirani. Ile yote kuhofia, sababu yeye analoga, anahofia naye analogwa. Hata walipoingia uwanjani pia wajaamini, wakachukua vimiminika wanamwaga katikati ya uwanja mpaka ndani ya goli. Tumeona hata picha mnajua zaje milioni Shabali mmeona. Kwa hiyo Yanga wanaongoza kwa kuloga kwenye mpira. Tunasema tunaongea kila siku, Yanga wanaloga sana. Sio bure. Sio bure. Na ndio maana wakaanza kukataa uwanja mapema. Walijua kwamba ule uwanja ni machinjio ya Simba. Walianza kukataa uwanja una maji, una matope, uwanja una mfumo umeloa. Wale vitu vya ajabu viliongeleka pale. Lakini mwisho wa siku uwanja simecheza. Mechi imechezwa. Ile yote ni pressure ya Yanga. Baada ya kuona Simba sasa hivi iko bora, Simba imekaa vizuri, imerejea kwenye ubora wake, wakaona hapa tushafungwa Zanzibar, tumewapa ubingwa, tukija hapa tutufunga nyingi hapa. Cha kufanya hapa tupunguze magoli. Mungu amwasaidia. Wamepunguza magoli, wamezuia magoli, mwisho wa siku tumetoka goli 2-2. Tukianza na tukio la Kratos Chota Chama Mwamba Lusaka, goli lake ambalo amelifunga limezua balaa sana. Goli limekuwa kali sana, na wenyewe wanasema kwamba lile goli linafungwa Ulaya na wachezaji wakubwa. Kwa upande wako mlionaje ile bao? Magoli haya ndio Mbappe anafunga design ile. Mbappe anafunga goli design ile. Kile ni Mbappe. Ronaldo anafunga goli design ile. Ronaldinho anafunga goli design ile. Ndio maana tukasema Chama ana akili miaka 30 mbele. Yaani mpira wa Chama anacheza mpira wa miaka 30, miaka 2030. Mpira wanacheza Chama leo ni mpira wa mwaka 2030. Lakini kuna watu wanacheza mpira 2024-25. Nasema Chama anacheza mpira akili na mawazo yake. Anacheza mpira wa mwaka 2030. Ana mpira mpya wa mwaka 2030. Wenzie wana mpira wa mwaka 2024-25-26. Ndio tofauti wa Chama na jingine Tanzania. Chama na mpira wa mwaka wa mbele. Kwa sahihi ana mpira wa mwaka wa mbele. Na ndio maana kutegemea kwa magisha goli design ile. La kwanza, la pili amehusika kwenye assist. Alimpa GSP. Yeye alichukua alipangua watu wawili, akamwekea lipase gay, akafungua goli. Kwa hiyo Chama amehusika kwenye goli na amefunga goli. Ndio majana amekuwa man of the match. Ameutendea haki mpira, kacheza mpira mkubwa sana, kaifanya Simba ifunguke cheze mpira uwezo wote ambao Chama amewatia Simba leo. Bwana, mmepata goli za mapema sana. Chini ya dakika 10 tayari mlikuwa mmepata goli 2, lakini Young Africans kupitia Dube akarejesha goli 1, lakini kipindi cha pili Mwamnyeto Bakari baada ya nyinyi wenyewe kufanya makosa mkaadhibiwa ikawa 2-2. Kitu gani ambacho Simba mliweza kukikosea na wao Young Africans wakachukua nafasi hiyo wakarudisha goli zote 2 na mwisho wa siku kumalizika kwa mchezo kwa 2-2? Sisi tunajilaumu mwenyewe. Kwa sababu tayari tushakuwa na mtaji magoli 2, tumepata magoli kwa dakika 9 tuna goli 2. Ilitakiwa siku tulinde magoli yetu mpaka half time. Ikishafika half time ndio tuanze kuingia na mpango kazi. Lakini sisi tulilei tukasema tushashinda 2 tushawaweza watu. Tunatafuta goli 5 zile ambazo tulisha magoli 5 yale. Ndio akili ya kila mchezaji kwamba tushinde goli 5. Kitu ambacho kumbuka wanacheza timu kubwa. Kumbuka wanacheza na Yanga timu bora. Kwa lazima kwanza ujiimarishe kwa ulinzi ndipo unashambulia.
Kwa hiyo sisi tuliamua kushambulia kutafuta magoli mengine, wakati tunayemshambulia naye ana uwezo wa kushambulia kutafuta goli. Kwa hatimaye tumeruhusu goli la kwanza, tumewapa advantage Yanga kutafuta goli la pili. Tumekwenda kipindi cha pili kabla dakika za 45 kwa kuja 45, Yanga alipiga mpira mkubwa kuisukuma Simba ili kwenda half time bao 2-2. Hapa ndio mlipofeli. Tulipofeli sisi hapa. Lakini kama tungeweza kucheza mpira tukaheshimu Yanga baada ya kuifunga 2. Tukaenda mpaka half time tuna 2-2. Tumeingia Yanga mwingine na mpango kazi na sisi tumeingia na mpango kazi. Kuhakikisha tunamfunga Yanga atakusawazisha. Tungeenda mpira mzuri sasa sija tumetoka na ushindi. Gap limebaki pale pale, alama 5 ambazo mnashindana na Young Africans kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC Premier League. Unadhani kuna matumaini bado kwa klabu ya Simba kuweza pengine kupiga hesabu za kuchukua kombe la ligi kuu ya NBC Premier League? Matumaini hapo kwa sababu ligi bado inaendelea, alafu sote kuna timu Yanga anacheza nacho. So ligi ndio imeisha. Ligi haijaisha. Bado mechi kama 12 au 11 ambazo kila timu itakuwa ikacheza. Kwa hiyo hata Yanga kuto kufungwa na Simba sio kama hatofungwa na timu nyingine. Simba leo mpaka. Kwa hiyo bado mpira unaendelea kuchezwa na kuna timu kubwa zipo ambazo zinaweza kucheza mpira na Yanga. Kama bila figisu. Marefali wakawa kama hao ambao wanacheza mpira wa Simba na Yanga ndio kachiche mechi za Yanga na timu zingine. Yanga nalala bila pressure. Ila kama marefali wakina Kayoko hao marefali wa mchongo, Yanga atapitia na Kagera, Yanga atapitia na KMC, Yanga atapitia na Coast, Yanga atashinda tu. Kwa sababu marefali wa mchongo. Umemsikia Alikamwe anachokisema? Sijamsikia mimi. Alikamwe anasema wana video ya Alan Okello akimnyanyasa Alushande Loko. Hata hizo video mpira umechezwa kila mtu kauona. Hata na video. Mpira uzuri mpira wa sasa hivi ni live. Wanasema hiyo video watauza kwa shilingi 5,000. Narudia tena. Kama mpira huo ulicheza kiuchawi sasa hatujauona. Kama kiuchawi hatujauona. Kama mpira wa uwanjani Azam wametuonyesha mpira wa uwanjani hadi picha za marejeo. Ni kweli Okello anaingia na mpira, Lushenga alikuwa nyuma, sababu mmoja kidogo alikuwa anamvua, alicheza mguu mmoja akaanguka chini. Uwezo kalaumu, wewe wameanguka chini pale. Wewe ameanguka, ule ni mpira. Kwa hiyo usipate point. Je, na ile nani Gasebei na nani na DJR alimtaka mguu, sio penalty ile. Sio penalty. Kamdaka mguu pale. Lakini wao waliongelea lile, wanaongelea na huyu nje ya penalty box. Sio ongelea ndani ya penalty box. Gasebei kama ameenda kwa mguu na DJR. Lakini Faifani alipeta. Sisi tumeanza sisi ni timu kubwa. Kwa hiyo mnaamini kwamba ile ilikuwa penalty ambayo Digidiala penalty ya wazi sababu aligusa mguu. Hakuna kampira. Ukiangalia mapicha malio utaona hakuna kampira. Aligusa mguu Gasebei. Kwa maana pale ilikuwa ni penalty. Hiyo leo mpaka. Lakini wao kwa sababu wamezoea ushirikina wanaongelea kwamba Lujiani alianguka huko chini baada ya kufuata mpira. Baada waongelea kitu cha maana chenye akili, wanaongelea vitu vya kipumbavu vile kabisa. Sinaongelea goli, naongelea faulo ilifanyika na Diala kudaka mguu wa mshambuliaji Basegei. Hilo ilikuwa penalty. Ndio vitu vya kuongelea hivyo. Usongete wewe mtu kaanguka uwanjani. Kuanguka uwanjani sanajulikana kama kuna mvua ilinyesha. Labda mtu anaweza kateleza kaanguka. Mbona Pakome alianguka? Mbona Chama kaanguka? Mbona wewe umeamka uwanjani? Kama wana video zao za uchawi wakauze 5,000 watu waangalie. Ila video ya Azam video ya Azam Media wameonyesha pia live. Bwana, sasa mnajipangaje sasa? Maana mmeonekana kutoa sare mbili zote, raundi ya kwanza, raundi ya pili kwenye ligi kuu. Manake safari hii mshindi hajapatikana. Labda tungojee kwenye kombe la CRDB pengine mnaweza mkakutana kule dabi nyingine kachezwa. CRDB tukakutana 100% hiyo. Kwa hiyo bado timu kufunga Simba, na timu kufunga Yanga. Tukutana sisi wenyewe. Kwa hiyo bado hamjamalizana. Bado hamjamalizana. Tunamtaka tena ni Yanga. Kabisa tunasubiri CRDB, hakuna kutufunga CRDB sisi. Na wao hakuna kuwafunga. Mwisho wa siku tutaona sisi na wao. Kwa hiyo hivi sasa mnajiamini kwenda kucheza na Yanga? Si hata ukituamisha kesho tunacheza na Yanga. Wewe. Kabisa kwa sababu sisi ya miti yale ndio tukasema manyanyaso sasa basi. Manyanyaso sasa basi muda wote tunacheza na Yanga. Ndio wewe. Ndio maana watu Zanzibar tumecheza magonga. Njoni KMC wanaogopa wao kuja. Nani njoni uwanja Semuya wanaogopa wao kuja. Lakini mwisho wa siku boli imepigwa jana. Sawa? Tumetoka pacha. Sio mbaya. Tunaganga jana. Kuna mechi hapa inakuja na nani na tukacheza na Coast au na Kagera, haina shida sisi kwetu. Tumalize na hili. Jemedali Saidi ameonekana kukosoa kitendo cha Young Africans kwenda kuvalia nguo kwenye nyumba jirani badala kutumia vyumba rasmi katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Ameenda mbali zaidi, anasema wataaminije kwamba kule hawajatumia madawa ya kuongeza nguvu.
kitu ambacho kidogo kinaleta ukakasi. Ile ni aibu, ile ni aibu timu kubwa kama ile kuogopa kuvalia nguo ndani. Ni aibu. Kwani hakuna sheria inayosema mtu akavalia nguo nyumba ya jirani. Wakati uwanja upo na vyumba vipi? Kwa nini tunatenga vyumba vya kuvalia? Duniani timu yoyote wakati waandishi habari wanachukua namba kwenye vyumba, utaona jezi imetundikwa ndani ya nini? Mfukufalia. Jezi zimewekwa mle. Ina maana huko unafanya jezi humo, mabadiliko humo, na hata kutoka off time unarudi vyumbani mwenu. Kwa hiyo wao kuvalia nje nyumba ya jirani ni aibu. Kwanza ni kuvunja sheria. Wameharibu sheria za mpira. Wataka kupewa adhabu. Huwezi kuvalia nguo nje. Kwa hiyo masuala yote ya kishirikina ambayo yanatajwa na kukiuka wote wayafanyie kazi bodi. Maana bodi ya ligi inaweza kufanya kazi. Inaweza kasharungu. Na kisu kifanye kisu kikate. Inaweza kashuka lungu. Shuka sio naweza kushuka lungu. Sababu vitu viko wazi. Mtu avalia nguo nyumba ya jirani. Isipokuwa wakati uwanja upo, nini maana yake? Vipi meneja wa Young Africans? Anaweza naye akafungiwa labda? Atapewa adhabu, lazima apewe adhabu. Haiwezekani kwanza unaposema uwanja haufai, uwanja mbovu, unaihukumu serikali. Sababu uwanja wa serikali. Si uwanja wa jeshi. Serikali. Afu unapewa uwanja mbovu, uwanja haufai kwa kuchezea, uwanja una matope. Hebu unaisema serikali yako. Kwa serikali inaangaika kutengeneza viwanja. Serikali inapambana sana kutengeneza viwanja ili watu wacheze mpira. Afu leo unakuja mtu kaile farm nao unasema tu uwanja mbovu. Wewe una uwanja wako. Yeye ana uwanja bado. Mpaka sema uwanja ule mbovu. Tuache mtu kama hivyo bwana. Twende kwenye mpira. Wenye uwanja ni mamlaka ya uwanja wapo. Wenye kusema uwanja ufai wapo. Bodi ya ligi ni mamlaka ya uwanja wote ufai. Kwani wenyewe hawajakagua uwanja? So wamekagua kabla ya mechi. Maana pre match watu wanakagua uwanja. Jioni mlika kwenye mazoezi. Kwa hiyo unaponiambia wewe unasema uwanja ufai, hodi tumo na CAF au disuma na TFF kwa kagua ule uwanja. Yanga wana matatizo na wanakimbele mbele sana. Waache vimbele vyao. Twende kwenye mpira. Bana, nikushukuru na kutakia kila la heri. Asante.